Yes, ni aje OG nikiwa na Empo hapa kuhakikisha tunakuletea recap juu ya kile kitu ambacho kiliweza kuhappen usiku wa kuamkia hivi leo. Ilikuwa ni siku ya 40 ya mtoto wa Juma Jux na bibie Priscilla. Bana, Jux amekuwa akitrend sana na sherehe hizi ambazo amekuwa akituonyesha kishia na sisi tuliona ndoa Nigeria, ndoa Bongo, sijui wapi na wapi na vitu kama hivyo, baby shower. Bana, mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini kubwa zaidi ni kwamba hizi sherehe unaambiwa zinafanyika kwa sababu bibie ndo yupo nyuma ya pazia. Sasa ulijua ama ulikuwa unajua kwamba dada zetu wa Kibongo ndo wanapenda sana shughuli? No, unaambiwa Priscilla ndo anapenda shughuli sana na amekutana na mwanaume wa Kibongo, basi mambo ni OG au vipi? Yes, kama bado huja subscribe basi fanya hivyo, na unaweza pia kutana na notification. Mitandao yetu ya kijamii iko live kabisa, unaweza kutufollow pale Instagram, TikTok, pia unaweza kunicheki pale. Bwana Ampo, ni hope uko good mshikaji wangu wa nguvu. Hebu tuambie bwana, sherehe ya jana ilikuwa ni moja kati ya sherehe ambayo bwana mimi mwenyewe ukiambiwa ni 40 tu kwa mtaani kwetu kunaweza kukuta ni ile sherehe ya harusi ya mtu, budget ya miaka 2, watu wamechangishana mpaka vikoba vimevunjwa, lakini ile ni 40 unaambiwa. Oh yes, sasa hebu Empo twende nayo hii tuangalie ikoje. Wewe umeionaje Ampo? Kwa sababu hizi ni mambo zako bana. Mimi nakukabidhi kipaza hicho hapo, hebu sema na watu ambao wanatufuatilia Talent Media. Bana, Empo, hii imekuaje? Kwa sababu nimemwona Diamond Platnumz, lakini pia nimemwona na Real. Tumeona na Real ni mtu ambaye sio kutembelea sana watu, sio mtu wa kwenda kwenye masherehe ya watu. Ndio ile kauli nasema mtu na mtue. Sema nao. Baada kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Juma Jux pamoja na Priscilla kwa siku ya jana, walikuwa wanafanya 40 ya mtoto wao. Though kwa Nigeria waga wanafanya 41. Kwa hiyo watu wengi walikuwa na maswali sana. Na Juma anaongoza mpaka sasa hivi kwa moja ya wasanii ambao wanafanya sherehe nyingi sana ambazo hazina mpangilio. Of course, kama una hela unaweza kuona mshikaji anachezea sana pesa, lakini kwa watu ambao wanaelewa ni nini maana ya hivyo, watakuwa wanamanya vizuri sana Jux. Lakini kwenye hili mshikaji wetu bana anaambiwa apunguze, ni kama anamkomo wa Vanessa hivi, lakini za chini bana OG ni Priscilla unaambiwa ndio mtu ambaye yani yuko nyuma ya hizi sherehe, yani yeye anapenda sana vishughuli vya hapa na pale. Unaambiwa jambo lilikuwa ni zito sana. Watu wametoka Nigeria, watu wametoka kwenye different huko nchi, wamekuja Tanzania kwa ajili tu ya shughuli ya Rakim ambaye ndio mtoto wa Juma Jux pamoja na Priscilla, ile ndio jina lake official. Na baadhi ya watu ambao wamefika ni pamoja na mama yake Priscilla, Yabo, lakini pia rafiki BFF wa Priscilla, Fina pia, unajua kwa kwenye penzi jipya. Lakini usiku wa jana tunafahamu hizi shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea huko, sera na nini. Diamond alikuwa Arusha A-Town akiwa anatumbuiza huko. I think Zuchu pia walikuwa wote Arusha, lakini usiku unaambiwa Diamond alikodi ndege binafsi. Oji, upo ndege binafsi kwa ajili ya mtoto wa Juma. Shughuli nyingine, Diamond sio mhudhuriaji sana kama ambavyo tunamfahamu, na alipofika Dar es Salaam baada ya kutoka kwenye show, can you imagine angekuwa mtu mwingine angesema nimetoka town, so I'm so tired, naweza nikalala, ukizingatia it's my birthday. Siku ya jana ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya msanii Diamond Platnumz, lakini aliheshimu sana na kilichotokea jana. Zuchu amemwaga mafumbo ya kutosha sana. Yani mafumbo ya kutosha, kwa sababu unaambiwa kulikuwa kuna vibao kata, kulikuwa kuna Swahili fulani vina Zuchu mtoto wa Kizanzibari, mtoto wa Pemba yule, mtoto wa Zanzibar, unavuka maji ndio unapoona kwao. Kwa hiyo alipiga taarabu fulani hivi, minanda ya kutosha ilikuwepo pale, na alikuwa kama anatuma salamu za vijembe kutoka kwa hawa njiwa wengine
ambao mara nyingi Diamond ndio anaita nzinzia. Lakini kitu ambacho kimekuwa hivi kina manoma ni kuhusiana na Diamond amesema kwamba huu mwezi wa Oktoba anahitaji kurelax na mpenzi wake Zuchu. I mean official wife, hataki kumpa heka, hataki Zuchu asikie siju kalala na huyu, imekuaje, nini kime happen. Kwa hiyo bana, Juma pamoja na Diamond ni urafiki ambao unafaa kuigwa sana tu, sio kidogo, kwa sababu wamekuwa wana ukaribu ambao wanashirikiana kwenye kazi, huku watashirikiana. Hao ni baadhi ya wasanii ambao kiukweli muunganiko wao ni mzuri sana. Hatuwezi tukautofautisha kwenye masuala mazima ya urafiki, lakini pia kazi. Na exclusive nyingine ambayo ilikuwepo ni kuhusiana na Naril bana, alionekana yuko kwenye ile shughuli ya Rakim mtoto wa Jux pamoja na Priscilla. Na watu wakasema bana, mshikaji aendagi kwenye matukio ya watu, lakini kwenye harusi alikuwepo ile JP ile ilikuwa final JP 2025. Tena kwenye 40 ya mtoto yumo. Kwa hiyo unaweza kuona bwana, mtu na mtu OG, sikwambia mtu, yani kila mtu ana mtu wake. Ukisema mshikaji hahudhurii vikao vyangu, kuna vikao ambavyo mwenzio anahudhuria huko. Kwa hiyo Naril alitokea pale, ni mmoja wa mastaa walionekana, lakini pia huwa ni ghadimu sana kuwakuta kwenye shughuli kama hizi. Update ni kuhusiana na mtoto mzima wa star Juma Jux pamoja na Priscilla. Hizi sherehe wao unazionaje ndugu yangu? Wao unazionaje hizi? Ama ndo tutafute hela bana? Sawa ampo, mimi nimekuelewa, na hope pia washikaji zetu ambao wanatufuatilia Talent Media watakuwa wameelewa kile ambacho kimehappen. Ilikuwa ni recap. Unaweza pia kutuambia kitu chochote ambacho unahisi kwamba kwenye hizi shughuli vipi Juma azipunguze au ziendelee, maana hiyo ni 40 tu, bado haijafika sijui mwaka mmoja, miaka miwili, sitakuwaje ile birthday sijui na nini. Sawa, upande wa comment uko wazi kabisa kwenye mitandao yetu ya kijamii ni Talent Media. Pale TikTok pia unaweza kunifuatilia kwenye account yangu ni Ali Mshana ama Mshana OG. Itakuwa imekaa poa sana. Instagram pia ni Ali_. Utakuwa hujapoteza, utakuwa umegain kitu. Vipi, tukutane tena next time.